tunamfahamu rais wa Urusi Vladimir Putin ni miongoni mwa marais ambao wamekuwa wakitumia akili kubwa zaidi wakati wanafanya maamuzi yao, hususan unapokuja swala la mustakabali la kuhusu taifa. Kwa hiyo sio kwamba amekubali kishingo upande, hapana, lakini ni strategic plan, naweza kusema hivyo, kwa sababu huwezi ukakubali tu kiharaka kuhusu mpango wa usitishwaji wa mapigano alafu usijue dhamira kuu halisi ya mpango huo ni nini. Kwa hiyo Vladimir Putin alitazama, kama ulipata nafasi ya kuweza kusikiliza siku aliyokuwa akizungumza, alizungumza akionyesha kuwa ni mtu ambaye amekuwa akitilia maanani zaidi vita hivi vinavyoendelea nchini Ukraini. Mchakato wa kusitisha vita na kutafuta makubaliano kwa takriban angalau siku 30 ni mchakato mzuri wa kutafuta ueni katika eneo la taifa la Ukraine ambapo vita vikubwa vinapiganwa hapo. Kwa hiyo siwezi kusema kuwa ni kusita kwa Rais Vladimir Putin katika makubaliano hayo, bali ni mpango mkakati wa kutaka kujua, je, mapatano haya ya kusuluhisha vita kwake yatakuwa na tija gani? Na moja kati ya tija ambayo imeonekana kwa taifa la Urusi ni kwamba Urusi bado itaendelea kuwa na uwezo wa kujizatiti zaidi katika vita hivi vya Ukraini. Iwapo Ukraini itashindwa kutekeleza makubaliano waliokubaliana, basi Urusi atakuwa na sababu ya kuendeleza vita. Tunamwona rais wa Marekani Donald Trump pasina shaka amemhimiza Putin ayaokoe maisha ya vikosi vya Ukraini, huku akisema mjumbe wake maalum amefanya mazungumzo yenye tija hasa na kiongozi wa Urusi kuhusu pendekezo la kusitisha hayo mapigano kwa kipindi cha siku 30. Sasa tunataka tutizame pasina shaka nafasi hii ya siku 30. Ninyi kama wafuatilizi pasina shaka wana habari, lakini wafuatilizi wa mambo ya siasa za nje na ndani ya mipaka ya Tanzania, siku 30 zitakuwa na tija kwa kiasi gani kwa taifa la Ukraini na Urusi pamoja na Marekani? Kwanza kabisa, siku 30 ni siku za matazamio ya iwapo mgogoro huu utaweza kukoma kabisa, yani vita vitaweza kumalizika. Siku 30 ni kutazama, je, mchakato huu tunaoendana nao au mchakato huu ambao tuko nao katika kutafuta suluhu ya vita hivi utakuwa ni mchakato sahihi katika kumaliza vita hivi. Kwa hiyo hatuwezi tukakurupuka au mataifa haya hayawezi yakakurupuka na kusema sasa tumemaliza vita. Hapana, bali wanaanza kutafuta njia sahihi ya kumaliza vita kwa kutumia, tunaweza kusema portion, yani mgawanyo wa siku za umalizaji wa vita. Tumeanza na siku 30. Siku hizi zitakuwa na tija gani? Zikiwa na tija, basi watakuja na mpango madhubuti zaidi wa kumaliza vita moja kwa moja. Hii inakuwa ni faida kubwa kwa rais wa Marekani Donald Trump, kwa sababu tulimuona alitoa shinikizo kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika siku kadhaa zilizopita, hadi watu wakasema nusura amchape makofi katika ikulu ya Marekani, pale ambapo Ukraine ilikuwa ikijitetea kuwa ilikuwa ikipambana vita yenyewe pasipo msaada wowote ule kutoka taifa lolote, ambapo rais Donald Trump alimwambia subutu, umepokea misaada mingi kutoka taifa la Marekani, na alimsisitiza kuwa Marekani itakuja kusitisha misaada ya kijeshi na misaada ya silaha kutoka kwenda kwenye taifa la Ukraine. Na ndicho alichokifanya rais Donald Trump katika siku kadhaa zilizopita. Alisitisha kabisa utoaji wa misaada ya kijeshi na misaada ya kivita kwa taifa la Ukraine, kitendo kilichomnyong'onyesha zaidi rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Kwa hata kufikia makubaliano hayo ni shinikizo kutoka taifa la Marekani, kwa sababu pasipo Marekani hakuna chochote ambacho anaweza kujitapa nacho rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Hata kama alikuwa akionekana anaweza kusaidiwa na mataifa ya bara la Ulaya kupitia muungano wa NATO, lakini nao walikutana na shinikizo kutoka taifa la Marekani kama mfadhili mkuu wa jumuiya hiyo ya kujihami. Kwa nao wakabaki njia panda. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema atatoa silaha za nyuklia kwa taifa la Ukraine, lakini hilo hawezi kufanya pasipokuwa na makubaliano kutoka katika muungano wa NATO, kwa sababu lazima kura ya turufu ipigwe, na hata mmoja wa wanachama akionekana kutilia shaka mpango huo, basi chochote hakiwezi kufanyika kwa taifa la Ukraine kupewa silaha ambazo zinaweza kutumika katika vita vyake dhidi ya Urusi. Kwa hiyo hichi kinachotokea kwa taifa la Ukraine ni shinikizo kubwa kutoka kwa giant wa ulimwengu, nikimaanisha taifa la Marekani, na pia inakuwa uheni kwa taifa la Urusi kutokuendelea na mashambulizi kwa taifa la Ukraine, na ndicho alichokitumia rais wa Marekani Donald Trump kuitaka busara
ya rais wa Urusi Vladimir Putin kuanza kuangalia kile ambacho kinatokea katika mataifa haya, kwa sababu katika vita tumetazama rais wa Urusi Vladimir Putin alikuwa akiyalenga maeneo muhimu zaidi ya kimkakati. Alikuwa akipiga maeneo ya nishati, maeneo ya hospitali, maeneo ambapo kunakuwa na uzalishaji mkubwa sana wa umeme, na kuifanya Ukraini kuwa kama tingatinga vile, yani hamna umeme kabisa, hamna eneo ambalo wanaweza wakajitetea. Hali iliyomfanya rais wa Ukraini kuwa kama ombaomba katika mataifa ya bara la Ulaya, akizunguka huku na kule akitapatapa kutafuta msaada, na anakuja kukutana na ngumi za uso kwa rais wa Marekani Donald Trump, akimshinikiza kuwa ukitaka msaada kutoka taifa la Marekani basi itabidi ukae kitako na rais wa Urusi Vladimir Putin ili kutafuta suluhu, then Marekani itakurejea na kukupa msaada. Sasa kwa hili pasina shaka tunaweza tukasema rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amejifunza kwa kiasi gani kwa takriban miaka mitatu ya mapigano hayo. Je, ataendelea na mpango wake wa kuendeleza kujiunga na NATO, ama ndo basi tena atarudi nyuma na kuipambania nchi yake kusimama? Hii inatoa fundisho kuwa mtegemea cha nduguye kwanza hufa maskini. Daima Waswahili wanakuambia usijisifu na mali ambazo sio za kwako. Yani usijisifu na kitu ambacho sio cha kwako, kwa sababu siku moja kikija kuondoka utaumbuka. Ndicho ambacho kinatokea kwa taifa la Ukraini chini ya Volodymyr Zelensky. Alikuwa katika ulingo wa vita na amepambana kwa miaka yote mitatu hii, ikiwa chini ya utawala wa Marekani, ikiwa chini ya utawala wa Rais Joe Biden, ambaye alikuwa akitoa ufadhili mkubwa zaidi wa pesa pamoja na silaha za kivita kwa taifa la Ukraini. Kitendo kilichomfanya Ukraini kuendelea kujitutumua mbele ya majeshi ya rais wa Urusi Vladimir Putin. Na Urusi ilikuwa ikitazama tu, walikuwa wakipigana, lakini walikuwa ni kama mchele ya mwana, wanamtazama, wanajua mwisho wako utafika. Na ndicho kilichomtokea katika utawala huu wa rais Donald Trump. Donald Trump alisema hawezi kuendelea kufadhili vita visivyokuwa na maana, na hata alivyomtrapu katika ule mkutano wa ikulu ya White House wiki kadhaa zilizopita, ya kwamba Ukraini iende ikasaini mkataba wa madini. Yenyewe Ukraini ilikuwa inaenda kusaini mkataba wa madini ikiwa na lengo la kwamba Marekani itoe hakikisho la kiusalama, na ilikuwa ni sahihi kabisa kwa Marekani, angeweza kusaini na kutoa hakikisho la kiusalama. Lakini rais Donald Trump ni miongoni mwa marais ambao wamekuwa na mitazamo tofauti zaidi. Hawezi kuchelea kumpoteza mshirika mkuu katika biashara, ikiwemo taifa la Urusi kupitia sekta ya gesi na madini, kuweza kumsapoti Ukraini, japokuwa Ukraini naye ni miongoni mwa mataifa ambayo yamekuwa na rasilimali muhimu inayotiliwa upatu na taifa la Marekani. Kwa maana yako, kwa hiyo mpango wa kujiunga na NATO ndio umekufa? Kama Marekani yenyewe imeanza kutoa shutuma kwa wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO, itakuwa ngumu zaidi kwa Ukraine kujiunga kwa wakati huu, kwa sababu kwanza wanajumuiya wenyewe watatafuta kutafuta ustahimilivu na kutafuta utulivu ndani ya jumuiya hiyo, kwa sababu Marekani inatishia kujiondoa na inatishia kuondoa misaada katika ufadhili huo wa jumuiya ya kujihami ya NATO. Unajua Marekani ndio taifa ambalo limekuwa likitoa mchango mkubwa zaidi ya 10% ya mchango unaoenda katika katika muungano wa jumuiya ya kujihami ya NATO inatoka katika taifa la Marekani. Mataifa yanayosalia yanatoa 3% kama vile Uingereza 2% kama sikosei, pamoja na Ufaransa, kitu ambacho kimekuwa kikipigiwa kelele kuwa Marekani inatumia rasilimali kubwa zaidi za raia wa taifa hilo katika kuwekeza kwenye vitu ambavyo kwake naona sometimes inaweza simletee tija, japokuwa ndio muungano unaodhihirisha ukubwa wa taifa la Marekani na kuleta ustahimilivu wa kiusalama kwa mataifa hayo ya bara la Ulaya. Samora Dennis, pasina shaka anataka kufahamu tu kwamba namna Marekani ambayo inavyoshughulikia mizozo kadhaa, mfano wa Ukraine pamoja na Urusi ilivyoshughulikia mzozo wa Gaza kule na mingine kadha ambayo imekuwa ikishiriki, pasina shaka mataifa ya Afrika ambayo yana mizozo, hasa tukija mfano kwetu kwa Afrika Mashariki, Kongo, tukizungumzia Kenya kwa mbali, lakini tukizungumzia Sudani Kusini, na sasa hivi imelipuka tena kule Tigray, pasina shaka Ethiopia. Tuna kipi hasa cha kujifunza namna ya usuluhishi kwa sisi mataifa haya? Cha kwanza kabisa tunachotakiwa kuelewa
Unajua mataifa ya bara la Afrika na mataifa ya bara la Ulaya na Asia ni kama ndoa tofauti. Nachelea kutumia neno hilo. Ni kama ndoa tofauti na zenye migogoro tofauti. Kwa wakati mwingine unaweza ukatumia njia zilizotumiwa kusuluhisha ndoa fulani, alafu katika mgogoro ambao wewe hukupaswa kabisa kutumia njia hiyo ukajikuta unazidisha matatizo zaidi. Matatizo ya Afrika yanatokana na Waafrika wenyewe. Hilo ndo jambo kubwa zaidi. Ili Afrika iweze kukomboka, basi wanatakiwa kukomboka kwanza Waafrika wenyewe kifikra cha kwanza, kwa sababu viongozi wengi wa bara la Afrika wamekuwa wakiingia mamlakani. Kiongozi anaingia mamlakani akiwa katika hali ya kawaida, lakini pindi atakapotoka mamlakani atatoka akiwa katika ukwasi unaotisha zaidi. Ndicho kinachotukumba bara la Afrika. Viongozi wengi wanaingia mamlakani wakiwa hawana kitu, lakini wakitoka wanakuwa na vitu. Jambo ambalo linachangia kudidimia kwa maendeleo katika mataifa mengi ya bara la Afrika. Kitu cha pekee ambacho tunaweza tukasema tunaweza kukiiga katika kutatua migogoro yetu kwa mataifa mengine ya nje ni kutumia diplomasia ya mazungumzo. Kwa mfano, Marekani anatumia diplomasia ya mazungumzo, japokuwa unatakiwa kuwa makini zaidi wakati anapotafuta mchakato huu wa mazungumzo katika kutafuta suluhu, kwa sababu wakati mwingine anaweza kukuweka katika mtego taifa la Marekani, na ukinasa unajikuta wewe ndiye ambaye unageuziwa kibao. Lakini kubwa zaidi ni hiyo diplomasia ya mazungumzo. Kwa mfano, mgogoro wa Congo DRC inapatikana unapaswa yafanyike mazungumzo. Tunajua juzi kati yalifanyika mazungumzo, na hivi karibuni yalifanyika mazungumzo kwa njia ya kimtandao, kitu ambacho kikitiliwa maanani zaidi, basi huenda tukapata suluhisho la mgogoro wa Congo DRC pasipo kumwaga damu. Makundi ya M23 pamoja na Rais Felix Tshisekedi na anayetuhumiwa kuchochea mgogoro huo Rais wa Rwanda Paul Kagame, juzi kati tuliona alikuwa akiojiwa akatoa historia fupi ya kumuhusu Rais wa Congo Felix Tshisekedi, kitu ambacho kwa upande wangu nisema kinaweza kikachangia kwa namna fulani kudevalue ile hadhi ya rais wa Congo Felix Tshisekedi. Watu wakaanza kumtilia mashaka katika uendeshaji wake wa shughuli za kiserikali kwa sababu alizungumza Rais Paul Kagame. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo tunaweza tukavitazama kuwa tunatakiwa kuacha siasa za namna hiyo na kuanza kutafuta siasa za demokrasia iliyo safi ili kutatua mgogoro. Tukitazama historia za mataifa mengi ya bara la Afrika wakati wakipata uhuru, mataifa mengi yalitoka kuchukua diplomasia ya mazungumzo kutoka Tanzania chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na kwenda kutafuta suluhu katika mataifa yao, kitu ambacho kiliweza kuisaidia Tanzania kupata umaarufu mkubwa wa kuwa miongoni mwa mataifa yaliyosaidia upatikanaji wa uhuru katika njia ya amani kwa mataifa mengi zaidi barani Afrika. Hilo ndo kitu pekee ambacho sisi wa Afrika tunatakiwa kukiiga zaidi. Lakini kuhusu njia zingine za kutafuta suluhu, tupo katika ndoa tofauti. Yaani Afrika ina ndoa yake, mataifa ya bara la Ulaya ina ndoa yake, na mataifa ya bara la Asia yana ndoa yao, na kila ndoa ina migogoro yake. Na kila ndoa ina migogoro ya ndoa hizo zinatatuliwa kwa njia tofauti. Okay. Tusije tukalazimisha zaidi kutumia njia zinazotumiwa na ndoa za bara la Ulaya na bara la Asia katika kutatua changamoto zilizopo katika ndoa ya bara la Afrika. Tunaweza tukajikuta tunatumbukia zaidi katika matatizo. Ndio maana mimi nimependa zaidi mgogoro wa Congo DRC unavyotatuliwa na Waafrika wenyewe. Tunatakiwa kung'amua kuwa sisi Waafrika tuna matatizo gani, pamoja na mgogoro ambao kidogo upo kwa chini pale nchini Kenya baada ya kiongozi wa upinzani Jaramogi Raila Odinga kuonekana kimuunga mkono sasa rais wa sasa Daktari William Samoei Ruto. Vita vimeanza kuibuka vya chini kwa chini. Tunatakiwa kufanya nini? Tunatakiwa kutatua sisi wenyewe, kwa sababu ndio ambao tunalianzisha tatizo. Haiwezekani mtu wa nje akaja kutatua tatizo ambalo hajui hata msingi wake ni nini. Shukrani sana Samora Dennis kwa nafasi yako kuweza kuzungumza nami hapa studioni. Pasina shaka nimekung'amua vilivyo vyema. Nashukuru sana Jerome. Shukuru sana.